upatikanaji chakula kizuri cha asili na mbegu za asili. Na kiukweli tumejaribu kuonja karibu kila aina ya chakula. Kwanza kina ladha, lakini pili ni moja ya vyakula bora kabisa ambavyo rai yetu sisi kama Wizara ya Kilimo kwa wananchi, sio wa kanda ya kusini peke yake, Watanzania wote kwa ujumla, ni kuhakikisha sasa wanarudi katika ule mfumo wa mbegu za asili pamoja na chakula cha asili kwa manufaa ya kutengeneza afya bora za kwao. Na mnaelewa sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa sana hospitalini, watu wamekuwa na magonjwa mapya yanayotokana na vyakula ambavyo sio vile vya asili. Sasa hivi ni vyakula ambavyo vinatengenezwa katika mifumo ya kiasili, yaani havitumii mbolea ya kisasa, vinatumia ile mbolea ya asili, lakini pili vinalimwa kwa kutumia mazingira yale ya kawaida. Kwa hiyo rai yangu kwao ni hilo, na kweli vyakula vilikuwa vizuri, na nitoe tu rai wananchi wote wanaoshiriki Nane Nane kanda ya kusini waweze kupita katika maeneo haya na kujionjea na kujionea jinsi ambavyo vyakula hivi vinaandaliwa, lakini vile vile vilivyo na ladha nzuri. Kwa hiyo hiyo ndio naweza kusema kwa maonyesho haya ni tofauti. Kwanza niseme kwa ujumla kwa kanda hii wameaboresha zaidi kuliko miaka ya nyuma iliyopita, lakini kwa maana ya ngazi ya kitaifa kwa kweli yamekuwa bora zaidi. Ukianzia katika kauli mbiu yetu kwamba cha kwanza tunachotaka ni tunaanzia kwenye soko, yaani soko maana yake kwanza mkulima ajue kabla hajaenda shambani ajue mazao yake atakwenda kuuza wapi. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa la serikali, lakini pili, kuongeza tija. Maana yake sasa, zamani mkulima alikuwa tu anaweza kulima moja kwa moja na kuuza mazao, lakini sasa hivi tunataka, maana ya kuongeza tija, maana yake tunataka aongeze thamani ya mazao yake. Kwa kama ni mahindi, tunataka aongeze value kwenda kuwa unga, auze unga badala ya kuuza mahindi. Kwa hiyo hilo ndo nani, lakini lengo la tatu katika kauli mbiu ni kutekeleza dira ya mwaka 2050 ambayo dira yenye kusudia lengo lake kubwa ni kukuza uchumi wetu kwenda katika uchumi wakati wa juu. Sasa uchumi wakati wa juu unaweza kusaidiwa na nini? Sekta ya kilimo ndio inaweza kuwa na mchango mkubwa katika kufikia yale malengo, sababu ni sekta ambayo imeajiri watu wengi, ni sekta ambayo inahitaji matumizi ya teknolojia, lakini sekta ambayo kila mwananchi tunasema ana ushiriki wa moja kwa moja. Lakini kilimo ndicho ambacho kimeongeza pato kubwa sana katika taifa, na kupitia kilimo, maanake kwa sasa hivi mchango wa sekta ya kilimo ni karibu 26.1%. Kwa hiyo tunaamini kupitia kilimo tutakuwa na kitu kinaitwa multiplier effect katika viwanda, katika ajira, lakini katika usalama wa chakula. Kwa hiyo hayo yote ukiangalia katika Nane Nane ya mwaka huu unaona ile tija ambayo imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo niseme tu kwamba maboresho yanaendelea kuwa mazuri, naamini ya mwakani yatakuwa bora zaidi kuliko mwaka huu, kwa sababu tunajaribu kuangalia kama kulikuwa na mapungufu machache, mwakani tutayaboresha. Kwa hiyo hicho ndio kwa kifupi naweza nikasema. Asante.